hizi cryptocurrencies, virtual assets, Bitcoin, stable coins. Kwa tunaendelea kukamilisha kanuni na sheria zake ili hatimaye nazo tuzisimamie vizuri. Kwa nimeona watu wanaulizia sana, lakini ni eneo ambalo bado lina changamoto zake nyingi. Kwa mtu asiyeelewa anaweza kakimbilia. Nafahamu kuna vijana wanawekeza huko, lakini kuna malalamiko, wengine wamepoteza fedha. Kwa hiyo ni maeneo ambayo tunayaangalia namna tutakavyoweka mazingira ya kuwezesha Watanzania wasipate madhara zaidi, sababu kuna vihatarishi vingi sana na zimekuwa nyingine zikitumika katika utakasishaji wa fedha haramu na ufadhili wa ugaidi. Kwa hiyo ndio maana tunaliangalia ili tuweze kudhibiti wale wanaoshiriki, basi washiriki salama kwa kufuata miongozo tutakayoitoa hapo baadaye. Kwa hiyo riba tuliyotangaza ninaamini kabisa 6.25 itawezesha utulivu wa bei hapa nchini, itawezesha ukwasi kuwepo kwenye mabenki kwa kiwango kinachotosha ukuaji wa mikopo na ukopeshanaji wa watu wanaohitaji fedha kutoka kwenye benki mbalimbali za kibiashara, kitawezesha mfumuko wa bei uendelee kubaki ndani ya wigo wa 3 mpaka 5 kama tulivyoweka kwenye malengo yetu, na itawezesha upatikanaji wa fedha katika urali unaowiana kulingana na matarajio tuliyojiwekea, kwa sababu tunaenda sasa kwenye kipindi hiki cha mavuno ambapo Watanzania wengi waliolima watakuwa wanauza mazao yao. Ni kipindi kizuri ambacho thamani ya shilingi itaendelea kuwa imara na kuwezesha wale waliolima wapate thamani stahiki